Karibu sana kuitazama M15 TV. Tuko hapa kwa ajili ya kuyazungumza mambo ambayo yanahusiana na michezo. Majina yangu ni Memorasi ya Sylvester, kwenye kamera iko Fabian na pembeni yangu nipo na mchambuzi wa soka kutoka hapa nchini Tanzania. Anafahamika kama Dominic Salamba. Tuko hapa kwa ajili ya kuyazungumza ya kimichezo. Kumbuka sasa hivi kubwa ambalo linazungumza ni kuhusiana na mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika baada ya mnyama Simba kutinga kwenye hatua ya nusu finali. Sasa anakwenda kucheza mchezo huo na rasmi sasa utakwenda kuchezeka kule visiwani Zanzibar tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Mambo yatakuwaje? Tuanze kuzungumzia mchezo huo. Yuko hapa kwa ajili ya kutujuza hivyo. Stellenbosch dhidi ya Simba Sports Club, na Simba wakiwa wanaanzia nyumbani kwa mara ya kwanza kabisa kwenye mchezo wa kwanza nusu finali. Salama vipi? Mimi niko vizuri. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mungu. Uko vizuri kabisa? Vizuri kabisa. Kazi naenda? Sinaenda. Vizuri kabisa. Jambo jema. Ndio. Sawa, kwanza tuanzie kuzungumzia ishu ya uwanja. Simba kuhamishwa kutoka kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao amekuwa akiutumia mara nyingi kwenye michezo yake ya kimataifa na umekuwa ukimpa faida mara nyingi. Sasa wanahamia visiwani Zanzibar. Wengine wanaamini kwamba pengine utakuwa ni uwanja mgumu, wengine wanaamini kwamba Simba ni ile inaweza kufanya kila ambacho imezoea kufanya kwenye dima la Benjamin Mkapa. Unaona kuna athari yoyote baada ya uwanja kubadilishwa kutoka Benjamin Mkapa kwenda New Amaan? Athari kubwa ipo. Hasa lazima iwepo kwa sababu unapozungumzia Amani Zanzibar sio uwanja wa nyumbani wa Simba. Katika mchezo wake zote Simba anacheza katika uwanja whether iwe ni Benjamin Mkapa, Azam Complex au Chamazi. Ni maeneo ambayo ndio anajidai, ni maeneo ambayo ana mashabiki wengi, ni maeneo ambayo ndio timu yake ilipo. Kwa hiyo unapomtoa, na pengine ingekuwa uwanja mwingine wote wa Tanzania bara, bado Simba angeendelea kwa nyumbani kwa sababu unaweza kuona katika kila mchezo wa ligi ambao wanakuwa wanacheza, weza wawe Morogoro, wawe Tanga, bado wanakuwa na fan base kubwa sana. Kwa hiyo na ukiangalia ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikinufaika sana na matumizi ya uwanja nyumbani. Leo tunazungumza Simba anaingia nusu finali baada ya kuwa na matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani. Unaona, kama ingekuwa sio uwanja nyumbani pengine mambo yangekuwa tofauti. Unaona, leo hii tunaona Yanga ameshindwa kuingia robo finali ni kutokana na kushindwa kutumia uwanja wa nyumbani. Alishindwa kuchukua bingwa wa kombe hili kutokana na kushindwa kutumia uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo when it comes kwenye issue ya uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba lazima awe much more suspicious na matumizi ya ule uwanja kwa sababu ni uwanja ambao unampatia matokeo. Leo hii kumpeleka Amani maana yake unampeleka kwenye sehemu nyingine. Na sio umempeleka ameenda mwenyewe. Maana tukisema umempeleka itakuwa vile kuna mtu amepeleka yeye mwenyewe baada ya kuonekana uwanja umefungiwa kutokana na changamoto za kimatengenezo, kutokana na maandalizi ya michezo inayokuja. Alikuwa anaweza kuchagua Amani, alikuwa anaweza kuchagua Rwanda, Burundi, wapi na sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo mwenyewe aka-opt kwamba aende visiwani. Kwa hiyo akienda pale ni karibu kwa maana ya gharama, lakini pia atmosphere ya kiwanja itakuwa tofauti. Uwanja wa Amani unachukua watu nafikiri 13,000 maximum. Unakuwa umejaa. Benjamin Mkapa watu 60,000. Ukikosa watu 30-40 bado ni watu wa kutosha ambao wanaweza wakapiga kelele kwa nguvu. Na katika watu wao 60,000 maana unazungumzia watu karibia 50,000 wote watoka Dar es Salaam. Na sio sehemu nyingine yote. Mashabiki kidogo sana labda 2,000-3,000 ndio watatokea Morogoro wapi, lakini sehemu kubwa mashabiki wao sio kutoka Zanzibar au kutoka Kenya, ni kutoka Dar es Salaam ambako sasa wote tunakwenda kuwaacha, unakwenda kutafuta watu 13,000. Piga picha ni boti kiasi gani zitachukua watu wote waende wapi Zanzibar, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini pia gharama za mtu, leo hii mtu akiwa na shilingi 10,000 anaweza akatoka Manzese, akatoka Kimara, akapanda zake daladala Buku, akafika pale akachukua tiketi yake 5,000, akala 3,000, akabakia na Buku na bado jioni akarudi. Kwa hiyo 10,000 tunamfanya mtu aweze kuangalia nusu finali, kwa hiyo very comfortable. Zanzibar itamlazimu awe na shilingi ngapi? Lazima mtu aweke budget ambayo sio pungua 100,000. Unaona ndogo. Unaona sasa ni watu wangapi ambao wanaweza kawa na hiyo access ya kuweza kuchoma 100,000 200,000 ndani ya siku mbili kwa ajili ya kuangalia mpira. Kwa nagundua kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinakwenda kukosekana. Kuna matawi yale vibe, leo hii sio rahisi kuweza yakapanda boti kwenda Zanzibar. Lakini pia kuna namna nyingine ambayo wamekuwa kizoea. Unapotaka kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa kwa Simba na Yanga ni tofauti na uwanja mwingine labda sio Amani huko kwa maana ya zile taratibu zake na vitu vingine vingi. Kwa hiyo nafikiria hayo yote kiachanganya tayari kwenda kutengeneza ugumu. Kwa hiyo sasa kama patengeneza ugumu maana yake twende kuondoa dhana ya kwa Mkapa atoki mtu. Je, tukishaongea kwa Mkapa atoki mtu, Simba anabaki na nini? Ndio swala kujiuliza. Yaani tukishatoa kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, alafu hiyo tumeiondoa, Simba anabaki na nini? Utajibu mwenyewe.
Kwa hiyo unaiona athari kubwa sana. Sio ndogo, ndio nimekwambia sasa. Tunasema kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Tunaiondoa hiyo. Kama anatoka. Hujanielewa? Kwamba tunasema kwa Mkapa hatoki mtu ni sehemu ambayo Simba lazima atakufunga. Yaani kama si kwa Mkapa, uwe mkubwa, uwe mdogo, uwe unajua utapoteza. Sawa? Na hiyo imedhihirika. Simba ambayo inakuwa kwa Mkapa ni tofauti na ambayo kwa nje ya nchi au sehemu nyingine. Huo ni ukweli. Fuatilia katika hizi nusu finali zake, hizi robo finali zake zote ambazo amecheza. Sawa? Si unaelewa? Hakuwahi kushinda away. Alikuwa anafungwa away, akija home anashinda, hayatoshi. Anapigwa 4, anashinda 3. Anafungwa 1, anashinda 1. Hivyo hastoshi. Hasa kama alikuwa anaweza kuruhusu kufungwa away na yeye aje kupindwa nyumbani. Kama tu Al-Masry mwenyewe ameweza kumfunga kwake, akaja kupindwa nyumbani. Leo hii kwa Mkapa haipo, kinabakia nini? Sasa utajibu wewe. Uwanja wa New Amaan ni uwanja ambao pengine Simba kidogo ameuzoea japokuwa hajacheza sana mara nyingi. Unaweza ukawa ni mgeni. Kuna siku walisema kwa Amani Complex hatoki mtu. Kwani uwanja ukuepo? Sasa ndio wanatengeneza mazoea. Sasa kutengeneza hata hiyo kwa Mkapa haikuanza tu from nowhere. Hiki ni kitu ambacho kinaanza kutengenezwa. Ndio maana hiyo mpaka imekuja kuingia kwa watu imepita miaka. Yaani mpaka watu waseme kwa Mkapa hatoki mtu. Maana yake wameshachukua mechi nyingi za kutosha. Kwa nini leo hii Yanga waseme kwa Mkapa hatoki mtu? Kwa sababu Yanga amefeli mara nyingi kwa Mkapa. Kwa hiyo anakuwa anakosa ile ownership ya kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Ukiangalia mechi hizo cheza kwa Mkapa na hizo shinda na hizo fungwa hizo poteza hizo matokeo nyingi, hakupata matokeo katika ule uwanja ambao tulikuwa tunahitaji. Ameshindwa kwenda finali kwa Mkapa. Kwenda kuchukua bingwa ni kwa Mkapa. Ameshindwa kwenda robo finali ni kwa Mkapa. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo ukichukua zile mechi katika mechi 30 zilizopita, utagundua Simba kwa Mkapa ameshinda mechi nyingi sana. Sawa, kuliko akienda away. Hata katika makundi Simba alikuwa na uhakika kutengeza alama 9 wapi? Nyumbani. Yaani zote 9 anachukua nyumbani. Huko nje akaenda akakibatisha akipata alama 1, 2, 10 anafunga, anafuzu. Kwa hiyo kitu ambacho kimetengenezwa kwa muda. Sasa leo unapokwenda kukiondoa kinabakia nini? Imani yako sasa iko wapi kwa mnyama kwenye nusu finali yao hii? Hata mimi sitaenda kuzungumzia kwenye hilo eneo kwa sababu sio muumini sana wa hivyo vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea kwenda mwingine. Mimi nitakwenda kuzungumza mpira. Ilikuwa ni mechi rahisi kwa Simba angekutana na Zamalek kuliko Stellenbosch. Hebu rudia hapo. Ilikuwa ni mechi rahisi Simba nusu finali kama angekutana na Zamalek kuliko Stellenbosch. Kwa nini? Kwa swali lako zuri. Kwa sababu kwanza hizi timu kutoka Afrika Kaskazini zinapata wakati mgumu sana zikiwa nje ya nyumbani kwao. Silaha yao pekee ni mazingira ya kwao. Na kwa sababu wanakuwa wanabeba na fakta nyingi, hali ya hewa, waamuzi na vitu vingine vingi ambavyo vinakuwa vinabeba. Kwa hiyo ukiweza kwenda kule ukalazimisha kupunguza idadi ya magoli, una nafasi kubwa sana ya kuja kushinda katika mechi ya nyumbani. Kwa sababu kutokana na hapo chambazo wanakuwa nazo. Wamekuja kwa juzi kuona Al-Masry wale wa nyumbani. Wakija ugenini wao wanaamua kukaa nyuma na kuzuia. Wakisubiri mpira kuweza kuisha. Hasa ukiamua kurudi nyuma na kusubiri mpira uishe, una athari kubwa ya kuweza kuathirika na kuweza kupoteza mechi kutokana na hali. Lakini pia mazingira yale yao yanakuwa yanawasumbua sana. Wanakuwa hawezi kujitoa kwa kiwango kile ambacho kwao wanakuwa wanajitoa na aina ya mpira wao. Tofauti na timu ambazo hii Stellenbosch, kwanza ukaribu wa kijiografia kati ya South Africa na Tanzania, tunashare culture, tunashare vitu vingi sana. Mpaka mambo ya Kiswahili tunashare, yani mpaka mambo ya Kiswahili tunashare. Kuna mwingiliano mkubwa sana wa kitamaduni kati ya South na Tanzania. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu uwezi kuwa na faida navyo ziada. Kuna baadhi ya vitu uwezi kunufaika navyo. Kitu gani? Uwezi kunielewa. Kuna baadhi ya vitu uwezi kunufaika navyo vya kimazingira, vya kijadi, tunafanana yani. Si South Africa na Tanzania. Tunafanana sana. Tunafanana. Tamaduni, ngoma, vitu gani? Vitu vingi tunafanana. Yaani kama tunafahamiana. Tunafanana. Yaani tunafahamiana sawa na tunafanana pia kwa vitu vingi. Kwa hiyo kuja hapa wanakuwa ni rahisi kuijua Simba na kujua Tanzania kuliko mtu kutoka Al-Masry, kutoka Egypt, kutoka Morocco, kutoka Tunisia. The same na Simba kaenda South Africa. Kuna wa South Africa wengi, wa Tanzania wengi wako kule. Kuna rahisi Yanga alienda mechi na Mwalimu Gallants tunakumbuka. Yanga ndo alikuwa yuko nyumbani wala kwa ugenini. Kama mimi nilikuwa kwenye ule mchezo. Yaani Yanga katika ule uwanja ndo alikuwa yeye mwenyeji, Mwalimu akawa na mashabiki. Lakini tuko wapi? South Africa. Kwa maana ni sehemu ambayo tuna muingiliano
Kwa sababu unapokutana na timu ambayo vitu vingi mnafanana, kuna faida zinakuwa zinakosekana katika hiyo kitu. Kwa hiyo kitakachokwenda kuamua ni quality na mbinu za mwalimu na ubora wa wachezaji ndio utakwenda kuwabeba. Kwa hiyo sasa Simba anatakiwa asimame kwenye kitu kimoja tu, kwenye kikosi, kwenye ubora wa timu alionayo. Ndio silaha pekee ambayo anayo mkono wa kulia ya kwenda kupambana nayo. Lakini angekutana na Mwarabu alikuwa na silaha nyingi nje ya kikosi. Silaha nyingi nje ya kikosi. Kama umeniacha hivi silaha hizo. Babakia hapo hapo. Sawa, umezungumzia quality ambazo ndio zitakwenda kuamua kwenye mchezo huo kati ya Stellenbosch na Simba Sports Club. Lakini ukiangalia Simba ina quality hiyo ya kwenda kupinzana na Stellenbosch na kuweza kupata matokeo kusonga mbele kwenda kwenye hatua inayofuata. Kuna maswali mnakuwa mnaniuliza mnanitafutiaga shida na watu. Kwa nini? Kwa sababu mimi sipendi kona. Yaani kuna maswali mengine mnaniuliza ili nizungumze ili nikatukane vizuri kwenye mitandao. Sasa mimi quality hapa za timu tena hapa ni timu zote mbili. Yaani mashabiki wenu wengi wanapenda kusifiwa na kubembelezwa. Sasa mimi sio mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo ukiniuliza swali la ukweli nitakujibu ukweli. Simba ana quality ya kumfunga Stellenbosch. Ukitazama kimpira. Simba ana quality ya kucheza finali. Hata quality ya kucheza hii hatua ya nusu finali. Lakini ampata faida kwa sababu alikutana na mpinzani dhaifu kuliko yeye. Ambaye ndio yamemfikisha kwenye nusu finali. Definitely. Huo ndio ukweli. Lakini kwa maana ya kikosi, kwamba leo utafumba macho kwamba kwa ubora huu wa Simba basi atacheza nusu finali, atacheza finali, tutakuwa tunadanganyana. Ingawaje mpira wakati mwingine kuna fluke inatokeaga, kuna timu zinachukua ubingwa. Chelsea alichukua ubingwa dhidi ya Bayern Munich, nadhani mnakumbuka wote. Wale wa Didier Drogba wanachukua ubingwa wale wa Ulaya katika mazingira ambayo kila mtu alishangaa. Yaani walizidiwa kila kitu. Lakini wakapata matokeo kwenye penalty. Funga goli la Mula, Didier Drogba dakika 87 anakuja na chomoa penalty, wanapinda na wanachukua ubingwa. Lakini bado ilikuwa iondoi kwamba Bayern Munich walikuwa ni bora kuliko Chelsea. Lakini Chelsea ilikuwa bingwa wa Ulaya. Kwa Libeli wale kipindi kile cha wengine wapo. Kwa hiyo mimi ukiniambia quality in terms of ubora bado Simba hajathibitisha hilo. Na hiyo timu bado inaendelea kuitafuta. Ndio mpaka leo unasikia hata kocha anazungumza mara nataka nitafute na namba 10 mwingine mara hivi, bado wanaendelea kutengeneza kikosi. Kinachowabeba ni timu ambayo ina fan base kubwa. Ni timu ambayo ina watu ambao wanaweza kutafuta matokeo. Unajua mpira ni mchezo ambao sio kuwa na timu bora pekee haitoshi kupata matokeo. Kwa vitu vingi vinaingia ndani yake. Vingi ambavyo vinaingia ndani yake. Leo hii ukizungumzia kikosi cha Azam na kikosi cha Simba, kikosi cha Azam ni bora kikosi cha Simba. Lakini Azam iko wapi? NBC na yuko nafasi ngapi? Yaani mshaachwa huko. Unaelewa eh? Kwa hiyo kuwa tu na kikosi bora peke yake akufanya upate matokeo. Kwa hiyo Simba hii factor ya kikosi bora hawana. Ila factor nyingine zote wanazo kwa kufanya upate matokeo. Si unanielewa? Yaani hapa kwenye bora toa. Hasa mengine fan base nini, viongozi, kujua fitna za mchezo, yale yote ndio yanafanya Simba saizi wako nusu finali. Lakini sio bora kikosi. Kikosi iko hawana. Kama umekata tamaa hivi. Sijakata kwamba kuingia nusu finali. Sijakata tamaa, tena naomba na watu wanielewe. Si kwamba Simba hawezi kucheza. Nilishawaambia hata mechi ile ya Almasiri, ngajua tu wakakata kipande tu. Wakakipeleka mtandaoni, kikasumbua nikashangaa. Nilizungumza uje kujio na bahati mbaya mnakuwa mnakata ile sehemu ambayo